Joel Maina Cairo. Mimi ndio niliyekuwa speaker wa hapa Nakuru County Assembly. Na sasa hivi nasimama katika kiti cha ugavana hapa Nakuru County. Wananiita Cairo the Fourth. Mimi nina huzuni mkubwa sana kwa kusikia kuwa Prime Minister wetu Raila Amolo Odinga aliaga dunia jana. Raila Amolo Odinga amekuwa kiongozi wetu kwa muda mrefu. Kama mjuavyo, nilisimama katika tiketi ya Jubilee hapa ambayo ilikuwa kwenye Azimio. Na wakati huo pia mimi nilikuwa ndio chairman wa Azimio hapa Nakuru County. Kwa hivyo tulifanya kazi kwa karibu sana na yeye. Ni mtu ambaye tumekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Huyu ni kiongozi ambaye tunamtambua kwa liberation ya hii nchi. Yeye ndiye alileta mapinduzi ya vyama viwili. Wakati ule kulikuwa na chama kimoja, akasema kutakuwa na multi party hapa Kenya. Na akapigana sana, akapelekwa jela, akafungwa korokoroni, akawekwa trial without detention, na akateseka sana wakati wa serikali ya Moi. Baadaye Raila Amolo Odinga aliweza kuingia kwenye serikali ya Moi ambayo ilikuwa imetawala kwa kiimla kwa muda mrefu sana. Raila Amolo Odinga akaingia kwa ile serikali na akaimaliza kutoka ndani. Na hapo ndipo uongozi wa Rais Moi uliishia. Hata raundi hii tulikuwa tunatarajia kuwa jambo kama hilo litaweza tendeka, lakini ya Mungu naye ni mengi. Sasa baada ya hiyo akapigana mambo ya devolution. Hizi county ambazo mnaziona sasa hivi, bila Raila Amolo Odinga hatungekuwa na hizi county. Manake alipigania pia kubadilisha kwa katiba. Mnakumbuka 2007 tukitumia ile katiba ya zamani ambapo Kibaki alikuwa sworn in usiku, na machafuko yakatokea mengi sana katika nchi hii, kukakuwa na post election violence. Baada ya hiyo Raila Amolo Odinga alisema nchi ni kubwa kuliko mtu mmoja, na wakakubali kufanya kazi na aliyekuwa rais Kibaki. Hapo akakuwa prime minister, akatoa azimio lake la kuongoza nchi kwa ajili ya nchi hii ndio isizidi kusambaratika na kuzoroteka. So ni mtu alikuwa hana ubinafsi. Baada ya hiyo ndio tukapata katiba. Katiba ndio hiyo umeona vile imetupeleka sasa hivi. Tumekuwa na devolution, maendeleo yote ambayo tunaiona kwenye ground ni yeye. Baadaye tulifanya pia kazi kwa karibu sana na yeye, tukitaka kubadilisha hii katiba ndio iweze kuongeza pesa zikuje nyingi kwenye maeneo, kwenye counties, kutoka 15% mpaka 35%. Tukaanza mchakato wa BBI na tukausukuma vizuri, lakini mahakama ikaja ikasitisha. So kiongozi huyu mambo yote huwezi sema katika sekta gani ambaye hajaweka sahihi kwenye sekta hii. Nakumbuka wakati nilikuwa nafanya kazi katika wizara ya ujenzi, public works, naye Raila ndiye alikuwa minister wetu wakati fulani alikuwa minister of infrastructure. Plan hizi zote ambao mnaziona, bypasses ambao unaziona kule Thika super highway, master plans zote za barabara zilifanywa wakati huo. Maana yake Raila unajua alikuwa ni engineer. So alikuwa na yule ubunifu na uzoefu wa mambo ya infrastructure. So ukiangalia barabara zote ambazo zilitengenezwa Thika super highway, infrastructure zote ambazo tumeziona, improvement za kwenda JKI na wapi, yeye alihusika. Raila pia tunamhusisha na mambo ya SGR. Kama hangeshikana na serikali ya Uhuru na kumsupport, SGR hatungekuwa naye saa hizi. Kwa hivyo hakuna sekta ambayo unaweza shika hivi ukose kupata mkono wa Raila Amolo Odinga. Nakumbuka ukiangalia kama ni port ya Kisumu, improvement. Ukiangalia kama ni port ile ya Mombasa, improvement. Meli ya kwanza kujengewa nchi hii ilijengwa pale Lake Victoria katika ushirikiano, wakati alishirikiana na Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo tutaweza ongea mambo mengi kuanzia asubuhi mpaka usiku mpaka kesho kutwa ya uzuri wa huyu kiongozi Raila Amolo Odinga. Besides that, amekuwa kiongozi ambaye amekushikanisha nchi hii. Wakati kuna uongozi ambao si mzuri, uongozi wa kiimla, amekuwa akiwa kipaumbele, amejitolea maishani mwake. Hata watu kuna wakati fulani walikuwa wanamuita baba wa maandamano. Kama si hayo maandamano, kuna uongozi ambao haungeweza kuafikiana. Hata hii ambayo imetokelezea juzi 2023 tuligoma. Hata mimi mwenyewe nilikamatwa hapa kwenye streets za Nakuru tukigoma kwa ajili ya cost of living. Maisha yalikuwa yameenda juu sana. Yeye mwenyewe maisha yake yalikuwa hatarini. Wakati mmoja hata gari lake likapigwa marisasi kwa ajili ya kupigania haki za Wakenya. Kwa hivyo huu ni kiongozi ambao tunamkumbuka kwa mengi.
Juzi ameingia kwenye serikali ya broad based. Kuna wale ambao tunakubaliana nao, kuna wale ambao hatukubaliani naye, lakini pia tunaona kuwa iliweza kuleta temperatures chini kidogo katika nchi hii, na tusiangalie sana yale ambayo hatujui plani yake ilikuwa ni ipi. Kama vile nilivyotangulizia pale, pengine ilikuwa ni kuleta mabadiliko katika akiwa ndani ya serikali, change from within, because najua wakati wake wote amekuwa akifikiria mazuri ambayo yatatokana na nchi hii, na alikuwa kila wakati akiongea mambo ya wimbo wetu wa taifa, kuwa Kenya inastahili heshima. Kenya lazima iwe nchi ambayo inatawalwa na uongozi wa kisheria. So nikisema mengi, yeye amekuwa rafiki wangu wa karibu sana. Nakumbuka early this year, wakati bodyguard wake aliaga dunia, Bwana George Oduor, ambaye alikuwa rafiki wangu wa karibu sana, mimi nilitoka hapa nikaenda mpaka Kisumu nikiwania kwenda kufanya mazishi kule ya ndugu yangu George Oduor, Mwenyezi Mungu amweke roho yake pema peponi. Nilipofika kule nikampigia baba nikamwambia naelekea kule mazishi, akaniambia nimpate katika nyumbani kwake pale Riyadh. Nilipoenda Riyadh, baba tukakunywa breakfast asubuhi, lakini baba alilalama sana akisema kuwa jamii za hapa wa Kenya zinatumia pesa nyingi sana, rasilimali nyingi sana kwa upande wa mazishi, na hivyo yeye angetaka kuonesha kwa mfano wakati wake ukishafika angetaka mazishi yake yafanywe kwa haraka sana, 72 hours. So Wakenya ambao wameanza kusema kana kwamba kuna ushuku ama nini, nataka niwaambie mimi ni shahidi kwa yeye, hiyo ilikuwa ni mapenzi yake, na nobody should think about anything that is fishy. So narudisha rambirambi tena sana kwa familia. Naomba chama cha ODM wakati huu mshikane, msisambaratike. Nguvu yenu ni umoja wenu, na hiyo umoja wenu ndio tutafanya hata muweze kuwa na more bargaining power, both in the official opposition kama mtakuja, ama katika serikali ambayo iko. Mimi nawashukuruni sana Wakenya kwa kusimama na familia ya Mama Aida Odinga, ambaye ni mama wetu, tunampenda na tunasema pole sana. Aida Odinga, Winnie Odinga, Oburu Odinga, familia yote tunasemeni pole sana. Mungu warehemu na Mungu aweke roho ya ndugu yetu mahali pema peponi. Nikimalizia, kesho nimeona ni imefanywa sikukuu ya kitaifa. Mimi ningeomba serikali hii itumie mfumo huo, iende kule bungeni na ifanye siku ya tarehe 17 kama siku ya kitaifa ya kumbukumbu ya shujaa huyu Raila Amolo Odinga. Vile tulikuwa na Jomo Kenyatta Day, vile tulikuwa na Moi Day, Raila Odinga Day should even be named Freedom Day ama inemiwe Democracy Day. Manake katiba imesema hatuwezi ita tena sikukuu kwa jina la mtu, lakini kwa kumbukumbu yake tuweke hiyo ikuwe sikukuu ambayo hata generations zetu zikija zitakuwa zinauliza hii sikukuu ni ya nini, na kumbukumbu za Raila Amolo Odinga zitachezwa na zitaoneshwa kwa generations to come, kutukumbusha kuwa lazima tuishi kama nchi ambayo ina demokrasia, nchi ambayo inaheshimu uongozi wa kisheria, na nchi ambayo kila mwananchi anaweka taifa mbele, kwa kuwa hakuna mwananchi aliye mkuu kuliko taifa la Kenya. Nijitago Joel Maina wa Kairo, nyene ni dial speaker wa huko Nakuru County Assembly. Omothe ndina kihake nene muno ni tondu kuigua Right Honorable Raila Amolo Odinga ni arakuire ira, na uria mui Raila aturutite wira wa hakuwe muno nake, tondu hindi ira twari githurano kia 2022 niwe wari mutongoria witu thiini wa Azimio, na nie ndarugama na kiama kia Jubilee thiini wa Azimio. Koguo ni twarutire campaign nyingi muno nake. In fact guko Nakuru ngari yakwa niyo yari branded bica Raila Amolo Odinga. Arari murata wakwa wa hakuhi mwaka uyu riria bodyguard wake akuire, ndathire nginya kuria Githumo na tugikorwo twi nake na tukinywa breakfast nake kuria Riyadh. Na Raila ndenda kuga
uguo watuika ati no nginya athikwo within 72 hours twi thiini wa miario tukinywa breakfast ni augire ati a Kenya ni marahuthira mbeca nyingi muno thiini wa mathiko magaikaria mihiri muno na akiuga we no ende riria agakua agathikwo within 72 hours koguo ucio ni horo nie ndi muira we mwene augire njuge Kenya ni twa lose mundu wa bata muno mundu uruireire bururi uyu miaka yake yothe o uria ithe aruireire bururi uyu na agitigira Jomo Kenyatta utongoria wa president 1963 na akiuga ndagutuika president Jomo Kenyatta atarekereirio kuma kuria Kabenguria o uguo noguo ngoro ya Raila irari Raila araugaga Kenya ni nene gukira mundu kiumbe na koguo maundu maya mothe arekaga ana riria manyitania na Kibaki anyitania na Kibaki ni tondu wa kumenya ati Kenya ni nene gukira mundu kiumbe na riu nie nguruta rambirambi ciakwa ta murata wakwa ndimutete wa hakuhe muno ta mutongoria munene muno wa bururi wa Kenya na njuge ana rucio tondu ni gwatuika ni public holiday nie no hoe thirikari ino ithondeke muthenya wa Raila Amolo Odinga tariki icio cia rucio cigakorwo ni 17th ikorwo Raila Odinga Day ya kumu celebrate tondu ni mundu urutete wira munene muno thiini wa bururi wa Kenya ndahoera family yake ya Mama Aida na fraternity ya ODM Ngai amateithia mahe hinya kahinda gaka mahote gukorwo mena hinya niguo tumagarie mutongoria uthe enigma na gitio kiria kiagirire. Thank you muno.